Tumesema a night of light. Tuliposema a night of light, kuna kitu tulikuwa tumekilenga. Tulikuwa tunamaanisha kitu fulani. Tumeuchukua usiku na hii overnight kwa mfano. Kwa mfano, giza ni kwa mfano, usiku ni kwa mfano. Ninaeleweka nachosema? Yaani hasa usiku, tunaposema usiku wa nuru, sio usiku huo ulioko huko nje. Ninaeleweka Sio usiku huo ulioko nje, ila hasa tumelenga ule usiku uliomo ndani ya moyo wa mtu fulani. Naeleweka Kuna usiku fulani ambao uko ndani ya moyo wa mtu fulani, yaani giza, haoni, haelewi. Huyo ndio tumekuja kwa ajili yake. Kwa nini? Nuru iangaze na giza itoweke ndani yake. Hii giza inayoendelea nje haina nguvu kama giza iliyomo ndani, ila ndani kukisha kuwa mwanga, lazima nje ule mwanga utadhihirika. Ninaeleweka nachosema? Ninaeleweka nachosema? Mungu anafanya kazi ndani nje, Mungu hafanyi kazi nje ndani. Narudia tena, Mungu anafanya kazi ndani nje, Mungu hafanyi kazi nje ndani. Ndani ikichange, nje haina namna isipokuwa kutii lile badiliko ambalo ndani limetokea. Ndio maana nasema ndani ikiwepo nuru, nje haina namna isipokuwa kuitikia nuru ambayo iko ndani. Ambaye ananipata kidogo naongea maneno aseme amen. Anasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Ninapozungumza haya maneno namaanisha nini? Kirahisi kabisa, mimi kwangu giza naliita ujinga. Ujinga upo mwingi. Struggle yoyote ya mtu sio kwa sababu shetani ana nguvu sana, sio kwa sababu mapepo yamemzingira pande zote, ila ni kwa sababu tu kuna ujinga ambao haumwachi kupata maarifa au fahamu ili akawa ushindi au mfalme au mtawala katika hilo eneo. Na usiku huu umelenga kusema maneno ambayo yataleta nuru ambayo itasababisha mambo fulani ambayo yalikuwa hayaeleweki yaeleweke. Mambo fulani ambayo yalikuwa imepanda juu ya kichwa chako uyarudishe chini ya miguu yako. Ninaeleweka ninachosema? Yale ambayo ulikuwa unaona huwezi kutembea, utembee juu yake. Ninasikika ninachosema? Kuna mtu ananisikia ninachosema huko nyuma? Nikisema unanisikia, sio sikio hili, nauliza moyo wako. Kuna mtu ananisikia ninachosema? Nasema kuna mtu ananisikia ninachosema? Kuna mambo ambayo katika akili ya kawaida kila ukipambana nayo hayakupi majibu kama inawezekana. Ukishafika hapo unahitaji imani tu, hauhitaji akili tena. Mwambie jirani yako, ukifika hapo unahitaji imani, sio akili. Jambo lolote ambalo kwako haliwezekani kwa akili, mwambie hapo unahitaji imani, hauhitaji akili. Ninaeleweka ninachosema? Ninaeleweka ninachosema? Sasa huu usiku umekusudiwa kukuleta mahali ambapo utaamini, alafu ukatembea juu ya zile hali ambazo zilikuwa haziwezekani, na wewe labda uliamua kunyosha mikono kuonyesha kwamba nimesalenda kwa sababu haya mambo hayawezekani. Alafu ghafla unapata dimension nyingine inaitwa imani, inakunyanyua juu ya hizo hali, alafu unaanza kutembea juu yake kwa ushindi na kuona matokeo. Yule mtu ambaye anaamini hilo litatokea, nisikie kusema amen. Nasema nisikie kusema amen. Nasema nisikie kusema amen.
Mungu anaongea kitoto kabisa. Mungu huwa anaongea kitoto sana, huwa hana matisho mengi, anaongeaga kitoto sana. Alafu anavyoongea huwa hamforsi mtu, alazimishi mtu. Sauti yake inabembeleza, sauti yake ni upole, ndio tabia yake. Na hata leo kuna mambo ataongea kwako ambayo ni kama kuna wakati yataleta challenge kwenye akili yako. Ukiona akili yako inapata changamoto, iambie isubiri kwanza, itaelewa baadaye, ila uamini, kwa sababu yapo mambo unaamini, akili inakuja kuelewa matokeo ya kuamini kwako, na si wakati unaamini. Sio kama kuna mtu ananielewa ninachosema. Kuna mambo unayaamini, wakati unaamini akili yako haielewi unachoamini, kwa sababu akili inapenda iambiwe kitu ambacho inaweza ikapiga hesabu na ikakubali, ikalizon na ikaona sawa, hii kweli inaweza kufanyika. Lakini ukiambia akili kwamba tuna mikate 5 na samaki 2, tunataka tulishe watu 5,000, akili lazima itaona huyu, kama sio kwamba ameanza kuchanganyikiwa, basi kuna tatizo jingine. Sio, unaelewa kama nasema? Sasa inapofika hapo, maana kinachoanza kufanya kazi sio akili tena, kinachoanza kufanya kazi kinaitwa imani. Na imani maana yake inamleta Mungu kutenda kazi kwenye tukio lililoko mbele yako. Na ndio hiyo ambayo sisi tumekuja nayo hapa. Ninajua kwamba akili unayo sana, lakini nimekuja kufungua njia nyingine inaitwa imani, kwa yale mambo ambayo ulikuwa umenyosha mikono kwamba hili sielewi litakuwaje. Yawezekana kuna mtu anataka agaidi kwamba mimi sitaweza kufanya mtihani, kwanza sina hata hiyo hela ya ada nyingine, na kuhesabia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 masaa 24 majibu ya kile ambacho ulikuwa haukukipata, haukukielewa, uyapokee kwa jina la Yesu. Ninasema uyapokee kwa jina la Yesu. Ninasema uyapokee kwa jina la Yesu. Kile ambacho kilikuwa kinasababisha mateso ndani ya moyo wako na hauelewi, na kwambia usiku huu utatoka unaelewa kwa jina la Yesu. Naposema umebarikiwa na maana nini? Na Mungu anaposema amekubariki ana maana nini? Mtu akibarikiwa akili yake haina mchango sana, ila anachotakiwa tu acknowledge, atambue ile baraka ambayo iko juu yake na namna inavyotenda kazi kumwezesha pale ambapo hastahili. Ile baraka inamfanya astahilishwe. Asijui kama kuna mtu ananielewa, kuna mtu ananisikia ninachosema, kuna mtu ananielewa ninachosema. Nasema kuna mtu ananielewa ninachosema. Labda nianze huku. Ufalme wa Mungu anasema sio kula wala kunywa. Warumi sura 14 mstari wa 17. Anasema ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Nasikika ninachosema. Alafu Yesu anasema neno moja la maana sana, mimi kwangu ulikuwa kama msingi. Anasema baada ya kuongea mambo mengi kuhusu chakula, mavazi na mambo ya maisha haya, anafika mahali anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Ufalme wa Mungu unapokuwa kwenye maisha yetu, unapokuwa ndani yetu, moja ya vitu ambavyo ni lazima kwetu ni mazidisho. Anasema mengine yote mtazidishiwa, ila kwanza nini? Ufalme wa Mungu na haki yake. Na ujio wetu leo na shauku yetu kwako kwenye usiku ni ufalme wa Mungu uinuke ndani yako, kwa sababu upo. Na huo ufalme ukiinuka, wenyewe huo unajibu vitu vingi. Amen. Amen.
Nasema ufalme ukiinuka ndani yako, huo unajibu vitu vingi. Unajua ufalme na mfalme ambaye yumo ndani yako, ambaye ndio muumba wako, hasa yeye ndio anajua wewe ni nini na ni kitu gani na unaweza ukafanya nini hapa duniani. Ninaeleweka nachosema? Nikifanikiwa kumsikia sana yeye na kutembea katika yale ambayo ameyasema kuhusu mimi, nafanikiwa sana kufunuka mimi ni nani. Ninaeleweka nachosema? Nitawapa changamoto, nitaongea maneno kidogo ya kuwa challenge ili kufikiri kwako kuvuke yamkini pale ambapo unafikiri sasa. Moja ya vitu ambavyo ndani ya moyo wangu ni maombi yangu na ni shauku yangu kubwa usiku wa leo kwako ni kwamba wewe hasa utokee kwenye ulimwengu. Yaani naposema wewe hasa, maanake ule uwezo wako, ule uwezo wako wa wewe, namna ambavyo Mungu amewekeza ndani yako, itokee ndani yako, kama ambavyo wale watu ambao wametengeneza mfumo alafu wakaupitisha ukaitwa commerce, ukaitwa bookkeeping, ukaitwa biology. Ninaelewa kama nasema yaani watu fulani walikaa, si unaelewa kama nasema, yaani kuna mtu fulani alikaa akagundua vitu akavitengeneza ambavyo leo wewe unapewa kama key, sio hasa ya kukaa hapo, ila ya kwenda somewhere ambapo na wewe utagundua kitu fulani ambacho utawaachia kizazi kinachokuja na wao challenge ya kugundua kitu fulani. Nikibaki kugundua pale ambapo napewa degree, nimebaki kugundua alichogundua mtu aliyenitangulia. Naeleweka nachosema? Si kuna mtu anaelewa nachosema? Sikia, unachosoma chote ni cha mtu fulani aliyetangulia, ila wewe bado hujaanza. Narudia tena, chote unachosoma katika shule, katika chuo ni cha mtu fulani, na katika ufahamu wake amekiweka, kafika mahali anasema huyu akiwa na uwezo wa kumaster hiki tutamuita nani? Tutamwita nani? Na akikimudu hiki kidogo tutampa certificate, kwamba hii certificate angalau umesogea. Akiweza kukimudu na hiki tutampa degree. Ila leo napenda nikupe habari njema, wewe ni zaidi ya degree. Nasema hivi, wewe ni zaidi ya degree. Ninaelewa kama nachosema? Nasema hivi, hebu sema mimi ni zaidi ya degree. Kwa nini nasema hivyo? Vita yangu hapa kwako ni kwamba usikae kwenye boksi linaitwa degree. Nasema hivi, usikae kwenye box linaitwa degree. Kwa nini? Halikutoshi. Yaani na Roho Mtakatifu nisaidie wa watu wanielewe. Natamani kuna kitu fulani ukidake. Najua wengine mnazo shabaha zenu za kufika, za kupata kazi TRA, za kupata kazi si Voda, si Tigo, si nini. Yaani tayari mtu amesha lenga, ni nzuri, ila ni kwa ajili ya watoto, sio kwa ajili ya watu wazima katika ufahamu. Na kile ambacho mimi nagombana na wewe, inawezekana nagombana na mtu mmoja tu ambaye yamkini miaka 5 inayokuja anaweza kawa Dangote wa Tanzania.
Naeleweka nachosema? Nagombana na mtu mmoja tu ambaye yamkini miaka 5, miaka 7 au 10 ijayo anaweza kuwa balesa mwingine wa Tanzania. Ninaeleweka nachosema? Ngoja nikwambie, Tigo ni nzuri, Voda ni nzuri, TRA ni nzuri. Ashukuriwe Mungu ambaye kazifanya hizo ziwepo na tufanye kazi ndani yake. Ila siku zote ambaye amefanikiwa ndani ya kazi hiyo ni Tigo, sio wewe. Kwa nini Apostle Oscar unaongea hivi? Naongea hivi kukuchallenge, yaani ndani upanuke. Afu uone, kwani yule aliyethubutu kufanya kile si ni mtu kama mimi? Si ana macho mawili kama mimi? Si anasikia kama mimi? Si anatembea kwa miguu miwili kama nani? Kama mimi? Ana nini cha ziada ambacho kilimfanya afanye alichofanya, ambacho mimi naweza nikashindwa kuthubutu kufanya alichofanya nini? Alichofanya. Natamani ufike hapo. Natamani ndani ya moyo wako uanze kugombana, ufike hapo. Yule mtu mmoja ambaye ananielewa kidogo ninachosema, hebu sema amen. Ninatamani ufike hapo. Ninafahamu kuna wengine mnaiendea mitihani, afu katika hiyo mitihani inawezekana ndio umemaliza chuo, alafu ukifika mtaani kitu ulicho nacho ni kimoja tu, ni hiyo certificate, ni hiyo diploma. Unaweka moyo wako wote hapo. Sitamani ufanye hivyo. Naeleweka ninachosema? Nasema sitamani ufanye hivyo. Natamani kuanzia sasa ufahamu wako uchange na uone, okay, namshukuru Mungu kwa ajili ya diploma, kwa ajili ya hii certificate na kwa ajili ya hii degree. Lakini hii degree si kwamba kuna mahali inaniita mimi kwenda somewhere, kwenda mahali ambapo mimi ndatokea, kwenda mahali ambapo ule uwezo ndani yangu utapata nafasi ya kuchanua. Sikia, katika kitabu cha Mwanzo, wakati Mungu kamuumba mwanadamu na kamweka duniani, wakati anamweka duniani anasema tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, anasema akatawale. Mungu alipofanya vile, kusudi la kuumba kwake ilikuwa mwanadamu atawale, na akafafanua vitu ambavyo mwanadamu alipasa kutawala. Mission ya Mungu tangu mwanzo ilikuwa mwanadamu amtawale mwanadamu wenzake. Mission ya Mungu tangu mwanzo ilikuwa mwanadamu atawale ndege, samaki, wanyama na hivyo vitu vingine vyote vya kufugwa. Alafu kuna kitu Mungu akakiongea ambacho Biblia yetu ya Kiswahili imetuibia kabisa ile hasa shabaha ya Mungu. Anasema akawabarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke. Hasa wahubiri wale wanahubiri habari za kujaza ulimwengu, hapo ndo sehemu ya kujenga mahubiri yao. Kwamba zaa watoto 10, 12, 6. Lakini hasa ukienda kwenye tafsiri halisi ya kile Mungu alichokuwa anasema, hakuwa anazungumza habari ya kuzaliana sisi kibinadamu. Mungu hakuwa anaongea hicho kitu. Mungu alikuwa anaongea ile baraka iliyotubariki kwamba kuna mbegu nimeiweka ndani yako ya kitu ambacho unatakiwa ugundue katika huu ulimwengu. Ninaeleweka anachosema? Na hicho kitu kikigundua, anaposema kuzaa, manake kuna wazo limo ndani yako, na hilo wazo halifungwi na degree. Ni wazo limetoka above, from above. Hilo wazo ndio linakutafsiri wewe. Ninaeleweka ninachosema? Na ndio maana kuna watu hawajasoma, lakini walifanikiwa kugundua kile ambacho Mungu ameinvesti ndani yao, wakazaa lile wazo. Wanapozaa lile wazo, wanakusubiri umalize chuo, afu anakwambia kaa hapa nitakulipa 300,000, kaa hapa nitakulipa 1,000,000, kaa hapa utapata 2,275. Inakutosha? Itoshi. Unajua chuoni nimesota sana. Changamka. Naeleweka nasema, zaa ukaongezeke, ukaijaze nchi. Anasema zaa ukaongezeke, manake kile wazo ambalo ninalo, ninapolitoa, nikishalitoa, ninaanza
mchakato wa kufanya kuongezeka, kwamba linapanukaje ili wazo ambalo Mungu umenipa, ili wazo ambalo nimelizaa. Ninaeleweka anachosema. Kuja niseme kitu kimoja ambacho kilinishangaza sana. Nilikuwa nasikia habari za mtoto wa Dangote wa kike. Mtu akawa ananiambia kwamba yule binti ana hela sana. Sio kwamba anategemea hela za baba yake, ni hela tu za kwake. Anafanya shughuli gani? Anapika maandazi. Mwambie jirani yako anapika maandazi. Nigeria anapika maandazi. Alichowazidi watu akili, yeye apiki maandazi ili yamtoshe kula na watoto wake na kulala. Sisi unapika maandazi kwa sababu yanakutosha kulipa kodi, kula na wanao na kuvaa na kulala basi. Lakini yeye alipopata hilo wazo akalizaa. Alipolizaa akaanza kuongezeka. Kwa maana nini? Akaanza kuteka mji mmoja hata mwingine, kwamba hivi hii Temeke kwa ukanda wa huku, nikitaka ni supply maandazi yangu natakiwa niwe na kiasi gani? Natakiwa nini nifanye ili niweze kusupply hii Temeke, ni dominate na maandazi yangu? Je, maandazi yangu anaelewa wapi na miss katika haya maandazi? Akafika mahali akagundua wanayataka ya aina gani, akafanikiwa, akaikamata. Afika mahali akasema siwezi kujumlisha na Ilala, naweza kujumlisha, akaikamata. Mwisho anajikuta amesambaa Dar es Salaam nzima, akaikamata, ila anapika maandazi tu. Ila kutoka kwenye hilo wazo ambayo amelizaa, Mungu aliweka ndani yake, ndio anasema Bwana, nahitaji mtu wa mahesabu. Nahitaji mtu wa mahesabu. Naomba nimwajiri hapa mtu wa mahesabu. Ninaona mbegu ambayo Mungu ameiweka ndani yako haitakufa bila kutokea kwa jina la Yesu. Nasema mbegu ambayo Mungu ameiweka ndani yako haitakufa bila kutokea kwa jina la Yesu. Ngoja nikwambie. Kuna siku nilikuwa naongea na huyu mwanangu ambaye yupo wa kiume. Akani challenge sana. Wakati fulani nikasema wengine tunaweza tukawa tupo tulipo na tunawaza tunavyoviwaza kwa sababu ya malezi tuliolelewa. Sometimes tulimiss, nyakati zingine tulimiss malezi fulani, kwa sababu malezi yanatengeneza mindset ya mtu, namna anavyofikiri, namna anavyotazama, anavyolizo mambo, wapi anataka aende. Malezi yanaamua sana. Kama wazazi, sitaki tuwalaumu, ila nataka wewe ugundue na usifanye kosa labda ambalo wazazi huko nyuma walilifanya kwako. Kama wazazi wangelianza mapema kutamka vitu vikubwa kwenye maisha yetu, hata kama wao hawajavifikia vile vitu, wangeanza kutamka kuwezekana kwa mambo fulani kwetu, wangeanza kuumba mindset ambayo inatazama mahali fulani mbali kuliko pale ambapo sasa tunatazama. Watanzania wengi tuna changamoto ya kusoma na kumaliza ili tupate ajira, lakini hatuna changamoto ya kujisugua kwamba ninazalishaje ajira, ninatoaje ajira kwa hawa watu. Mindset ya mfalme ni tofauti na mindset ya mtawaliwa. Mindset ya mfalme siku zote huwa imekaa mahali kutafuta majibu ya watu wengine, haitafuti majibu yake. Majibu yake yanakuja kupitia majibu ya watu wengine. Majibu ya watu wengine akijibiwa, ndani ya hayo majibu na yeye anapata majibu yake. Ninaeleweka nachosema? Lakini kama sio zaidi ya robo tatu, wengi anafikiri majibu yake sio majibu ya watu wengine. Naongea vitu vigumu? Naeleweka? Nauliza, naongea vitu vigumu? Naeleweka jamani? Ninaeleweka vizuri? Kuna mtu ananielewa? Binti, mdada ulioko hapa, wewe ni zaidi ya ndoa ambayo unaitamani.
Nikishamaliza chuo, ule mwaka wa mwisho, alafu tunaanza mipango yetu. Acha usingizi huo. Umeishia hapo tu. Mbona ni bora zaidi kuliko hapo? Yaani wewe ni bora sana kuliko hapo. Ni bora mno, ni bora sana. Ila wakati mwingine mamifumo haya ambayo tumezoea kuyaishi ndani yake yanakuminya mpaka unakuwa mdogo na unashindwa kutokea yule hasa ambaye Mungu alikuwa anatamani sana utokee. Ila kwa sababu ya usiku huu lazima utatokea kwa jina la Yesu. Nasema lazima utatokea kwa jina la Yesu. Nasema hii mbegu ambayo nimeitupa ndani ya moyo wako haitakuacha uendelee kubaki hapo kwa jina la Yesu. Siku moja nilikuwa naongea na huyo mwanangu, akaniambiaje, baba, nilipenda tu hayo mawazo, nilipenda tu hiyo akili yake, nilipenda tu namna ambavyo anaweza kuwa na shabaha. Akaniambia, baba, unajua darasa la 7 nataka niwe wa kwanza Tanzania. Nikamwambia, okay. Unataka uwe wa kwanza? Asema ya, nataka niwe wa kwanza. Nikamwambia, kwa nini unataka uwe wa kwanza? Akasema, kwa sababu nikiwa wa kwanza najua utapata nafasi ya kuonana na rais wa nchi. Huyo ambaye mwapungia mkono kwa faili. Asema, nitapata nafasi ya kuonana na nani? Na rais. Okay. Unataka uonane na Mheshimiwa Magufuli, rais wa Tanzania? Asema ndio. Okay. Kwa ajili ya nini? Akasema, nikionana naye nitamuuliza maswali 3. Ila sitayasema. Alipoyasema maswali ambayo alikuwa nataka muulize, nikamwambia ni watu wachache sana watakao kukubali kwamba hakuna mtu ambaye amekufundisha. Yaani haya maswali ambayo utauliza watasema nani amekufundisha. Ila kwa nini nakwambia? Yaani ni mdogo, hataki tu kuwa wa kwanza ili washangilie na waonyeshe wenzake kwamba niko wa kwanza. Ila nataka kuwa wa kwanza kwa sababu kuna shabaha nayo. Kwamba ili daraja nikitaka nivuke niende pale, ni lazima mimi nishike nafasi ya kwanza ili nimpate yule mtu. Nikimfikia yule mtu ndamuhoji hiki 1 2 3 ambapo afu mission yangu inakuwa imeisha. Na nini unachosema? Ukiondoa hiyo, kuna vitu nimeandika kwenye notebook ambapo najua kuna siku moja yeye atakuwa na visomo akikumbuka babake wakati yuko mbinguni. Akasema, unajua baba, ninataka huko mbeleni nigundue kitu ambacho watu watakuwa wanaishi ndani yake. Yaani kama mji fulani ni ugundue ambao watu watakuwa wanaishi ndani yake. Sikia, lazima ufikiri tofauti bwana. Hebu mwambie jirani yako, ufikiri tofauti. Usifikiri vidogo namna hiyo, wewe sio mdogo kiasi hicho. Mwambie jirani yako, kufikiri mambo makubwa ruksa. Ninatamani na shauku yangu kubwa ni kuchallenge ndani yako, kuipa changamoto ndani yako, kuipa changamoto ndani yako kwamba lazima nisogee, lazima nifanye kitu ambacho zaidi ya vile ambavyo watu wanafikiri, zaidi ya vile ambavyo watu wananitazama. Na moja ya siri ya kufika hapo na kuanza hiyo na kuifanya inuke ndani yako ni kupata time binafsi tu. Nyakati zingine kaa peke yako, mnaongea sana na wenzako, mnabadilishana mawazo mpaka unachukua mawazo ambayo unayahitaji.
tupo tunabadilishana mawazo. Unayebadilishana naye mawazo una uhakika mawazo yake atakufahamu kibadilishana. Nyakati zingine kaa peke yako. Unakaa unafanya, sio tu unasoma, unakaa unasema na wewe. Yaani unakaa peke yako unasema na wewe kwamba lazima. Yaani lazima. Mimi kama katika familia yetu hajatokea mtu ambaye anaweza akafika mahali fulani na akawa jibu la familia, basi mimi lazima nitakuwa jibu katika ile familia duni, ile familia ambayo ni kama wamepoteza tumaini, basi mimi lazima niwe mlango wa wao kuwa na furaha kwamba wamezaa. Naeleweka nachosema? Yaani kaa mahali afanza kusema na wewe, sema mpaka machozi yanatoka. Unavuta ile image ya wazazi wako, mama anavyostruggle kukusomesha, baba anavyohangaika, unasema lazima. Unaposema kuna kitu unasababisha ndani ya moyo wako, kuna badiliko la namna unavyofikiri unaanza kutokea ndani ya moyo wako. Inaeleweka nachosema? Kuna fashion ya muzihitaji zinakuibia muda wako. Mimi ni apostle, ni mjanja, unidanganya, najua vitu vya kijanja. Ila kuna wakati unaweza ukawa unaibiwa na hivyo vitu. Hivyo vitu ni idea ya mtu ambaye inamfanya awini hapa duniani. Yaani kila siku amekaa kugundua kitu kipya. Akikigundua watu wakimwangalia wanafiatua wanawaletea. Nyie mnahangaika wakati mwenzenu yuko kule juu na nyinyi ndio mnaomnyanyua. Leo atagundua jinsi ambazo zimetoboka. Mkishachoka na hizo anatafuta kugundua nyingine. Hebu mwambie jirani yako mtoka kwenye hilo kongwa. Sio kama naeleweka nachosema. Yaani unajua nini? Nataka uwe mtu huru. Yaani uwe mtu huru. Yaani unapovaa sio kitu ambacho kinakuvaa, ila ni kitu ambacho unakivaa. Ninaeleweka nachosema? Uwe ni mtu unavaa kitu sio kinakuvaa. Unajua kuna vitu vinakuvaa mpaka vinaendesha maisha, unahangaika. Unajua vitu vinatamana, vitu kabisa. Ifike mahali unaweka full stop kwamba no, huku siendi, no, hiki sifanyi, hapa panatosha, nina shabaha hii, huku sitaenda. Na kuna marafiki wengine unasalimiana nao tu unaachana hapo. Kuna watu haujaja nao chuo unajua, na hawajui shabaha yako unajua, lakini unaweza ukashangaa na kupindisha mpaka unaenda mpaka uko plan. Lazima ufike mahali uishi wewe. Fika mahali ishi wewe. Nasema hivi, fika mahali ishi wewe, kuwa wewe. Kwani kuna fashion show hapa? Nimekuja kusoma hapa na malengo na shabaha fulani. Ukiniona nimependeza nimeamua tu na ni sawa tu na ni vitu vya kawaida, ila kuna shabaha fulani ninayo. Kuna mahali nimelenga, kuna mahali nataka niende. Hiki sio kitu kinachoweza kunisumbua. Hizi ni pamba tu ambazo zipo, sio kitu kinaweza kushika mind yangu. Mimi ni zaidi ya hizi pamba, unajua. Pamba haziwezi kuamua destiny yangu. Ninaeleweka nachosema? Kuna wakati hata hips na zenye haziwezi kuamua, unajua. Unaweza kukuta mtu hips zinamwangaisha. Hips si nyama tu. Wakuta chuo kizima kimemezwa na hips. Wewe ni zaidi ya hips, unajua. Nasema wewe ni zaidi ya hips, unajua. Tembea juu ya hivyo vitu. Kama unazo, mshukuru Mungu kwa ajili ya hizo. Ila zisikae juu yako. Mambo unakuta yani hips zimekaa juu ya kichwa chake. Yaani hajielewi, hips zimemchanganya.
Ninamtafuta mtu fulani, yule ambaye yuko ndani yako, amepewa hips kama silaha, amepewa hips kama tool fulani, ili afanye mission fulani ya Mungu itokee mahali hapa. Ninaeleweka ninachosema? Ninamtafuta yule mtu ambaye yuko ndani, yule atibuke, kupitia hizi hips kuna mission fulani anafanya ambazo zinasababisha Mungu yule ambaye amekusudiwa anatokea kwenye maisha yake. Haleluya! Wow! Amen. I know who I am. I know who I am. I know who I am. Yes, I know who I am. I know who I am. Na ngoja nikwambie, unajua watu wengine wanaweza sikujue, ila wewe mwenyewe unajijua. Hapo haijalishi watu wengine hata kama hawakujui, unajua. Ukijijua wewe mwenyewe inatosha. Kwamba mimi najijua niko hivi. Mimi najijua niko hapa. Mimi najijua natazama hiki. Mimi najijua nimelenga hapa. Haijalishi sasa wananielewa au wanielewi. Ila mimi najua shabaha yangu ni ile pale. Ninaeleweka ninachosema. Na unajua kuna wakati kampani nyingine ambayo hainipendi kwenye shabaha yangu naipunguza. Wewe ni rafiki yangu na kuheshimu na kupenda, ila ni kama shabaha zetu zinapishana. Kuna mahali mimi nalenga, basi naomba tutaonana, tupo wote, tutaonana. Si unaelewa kama sema? Huyo ni moyo wa kiongozi. Huo moyo wa kiongozi, kiongozi huwa lazima awe na shabaha, ana mahali anaenda. Kiongozi huwa anatembea juu ya mifumo na hali zote ambazo ziko kinyume na shabaha aliyolenga. Amen. 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 Wewe ni daraja la familia yenu. Nasema wewe ni daraja la familia yenu. Nasema wewe ni daraja la familia yenu. Na inawezekana ikaenda mbali ikawa ni daraja la ukoo mzima. Na inawezekana ikaenda mbali ikawa ni daraja la Tanzania nzima. Watu wakuu walitoka kwa watu maskini kabisa, familia maskini kabisa, hazikuwa zinaonekana kama zina mbele wala nyuma, lakini watoto walikuwa na shabaha. Anapofika mahali ana lengo fulani, ana shabaha fulani. Kama hapa upo una shabaha fulani, una lengo fulani. Kuna kitu unataka ukizae kitokee kwenye maisha yako. Kuna kitu unatamani uachieve. Ninaeleweka nachosema? Usiogope, hilo jambo litatokea. Nasema usiogope, hilo jambo litatokea. Na kubwa zaidi niseme kwako, haiamuliwi na kwamba wewe ni binti au ni kijana. Ile inaamuliwa na Mungu ambaye yuko ndani yako na yuko pamoja na wewe. Inaamuliwa na hicho. Hivi ambavyo ndani yako inasumbuka, usiache ikatulia. Kwamba lazima nigundue kitu kilicho ndani yangu. Paulo mtume anawaambia Warumi, anasema kwa kuwa hatukupewa roho ya dunia, bali tumepewa roho atokaye kwa Mungu, ili makusudi tuyajue yale tuliyokirimiwa na Mungu, tuliyozawadiwa na Mungu. Kuna mambo ambayo Mungu ametuzawadia yamo ndani yetu, na hayo mambo ndio yanayofunua ukuu wetu. Na nyakati zingine ni vitu vinyonge vya kawaida kabisa. Inawezekana wakati unaendelea kusoma degree yako, watu wanakuambia, lakini wewe ukipika clips yaani clips zako zinanichanganya sana. Unatembea na kiwanda cha clips bila wewe kujijua.
Hivi unanielewa ninachosema? Unajua ya maisha yanajibu mahali ambako watu wengi huwa hawatazami. Watu wengi wanatazama kwingine, maisha yanajibu kwingine. Yaani ukiona watu wanasherehekea jambo fulani ambalo kilifanya, kila mmoja anatamani ufanye. Hebu rudisha macho kwenye hilo jambo. Rudisha macho vizuri kwenye hilo jambo. Afu usiniangalie kwa watu 5, 10. Piga hesabu. Hivi mfano kwa hili jambo ambalo watu wanalifurahia, nikiweza kumit labda watu 1000, inaweza ikawaje? Je, nikiweza kumit watu 5000 itakuwaje? Ukifika watu 10,000 unaanza kujishangaa kwamba ni mimi huyu au ni mtu mwingine. Namfahamu dada mmoja yuko Mbeya, anapika crips tu, ila anapozipika utazikubali za ndizi hizi ambazo huko mtaani wanauza 1000, alafu wakati mwingine unaogopa hata kununua, maana ni chafu hata kwenye mfuko ukiangalia. Ila kuna namna amefanya packaging ya ukweli, afu zina logo ya kampuni yake. Crips tu, ndizi, kazi kaanga, kamfuko tu kadogo, haka ambako watu wanauza hapa 1000, yeye anauza 3500. Amenunua gari, ana nyumba iliachwa kama gofu na babake, ilikuwa haijaisha, yani alipiga tu bati ikaachwa hivi, kaimalizia. Ukiingia ndani utafikiri umeingia Marekani. Hajaajiriwa, afanye mambo makubwa, anapika crips. Crips zake anauza Mwanza kutoka Mbeya. Unaagizwa mzigo wa milioni kadhaa, anauvusha kutoka Mbeya mpaka Mwanza. Crips. Kuna vitu unaweza kuwa unafanya ni vidogo, afu unaweza ukavipuuza kwa sababu unafanya kwa watu 2, 3, unaishia hapo. Haujapiga hesabu kwamba wakiwa watu 10,000 kwa hichi ninachofanya nitapata kiasi gani? Litani yake itakuwa vipi kwangu? Hii ni elimu nyingine ambayo mimi nakupa. Wakati unaendelea na degree na certificate na diploma, pia unaangalia elimu nyingine ya kwamba Mungu, kuna huu ujuzi, kuna hiki kipawa umenipa ndani yangu ambacho watu wachache wanaonifahamu wanakisherekea. Hivi vipi nikikifanya kwa upana kikawafikia watu wengi, kitanizalia kitu gani? Huyo ndio mtu namtafuta. Naeleweka ninachosema? Nasema huyu ndio mtu namtafuta. Huyu ndio mtu namtafuta. Na mtu huyo mmoja tu akitokea hapa, hata mbingu inafurahi. Mungu anapotaka kubadilisha uchumi wa watu, haleti hela. Nafahamu ziko preaching za aya sasa, ita hela ziamuru kaskazini kusini, hela itika jopa. Sikatai mimi, labda ipo hiyo, ila mimi siwahi kuona inatendeka. Mimi kwangu nimejaribu, nikafika mahali nikasema Mungu, ngoja niwaachie wanaoita waendelee kuita. Ila wakati wote Mungu anapotaka badiliko la uchumi litokee kwenye maisha ya mtu au eneo fulani, Mungu huwa anatupa mawazo. Mungu huwa anaachilia mawazo. Na nyakati zingine Mungu huwa analeta crisis. Analeta mazingira ambayo hupati hela za kijinga. Sema hela za kijinga. Unajua kuna hela zingine ambazo unakutana nazo tu kwa sababu zipo zimezagaa. Na hela zikizagaa ukiwa unakutana nazo, hata akili inalala. Unajua katikati yenu kuna watu ambao wamekaa mazingira ambayo wamebanwa na kuteswa. Leo napenda nikwambie, kama ulipita kwenye hiyo njia na umefika mpaka hapa chuo kikuu, mshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo njia. Kwa nini? Ndio sababu ya wewe kusoma. Ndio sababu ya wewe kufanya bidii.
Ndio sababu ya wewe kusema na mimi nataka niwe na maisha yangu. Wangekuwa wanakuchekea na kukubembeleza, usingekaza uzi kama ambavyo ulikaza uzi. Hilo lilikubana kwenye kona na kukusumbua na kukutesa na kuonyesha kama anakunyanyasa, hapo ndo na akili yako ikachangamka kwamba no, hapa sitacheza, lazima nitafute maisha yangu. Ninaeleweka anachosema? Hiyo ni tabia ya Mungu. Akiwa anatembea na mtu mmoja mmoja, akakwambia kama huyu akili yake imekaa kizembezembe, anamfanya mtu nayekaa naye na kuchenjia. Hela zake anazitoa kwa manati, hakuna kuchezea hela. Yule ana mpango kabisa. Yule shangazi sijui aje, mdwanzi kweli nini, ana hela lakini hela anazonipa yani nashinda na njaa tu. Ila wewe ngoja, sio ndio? Anasema yaani unafika mahali anakusukuma, yaani anachofanya anakusukuma mpaka unafika mahali unaanza kufanya maamuzi ya kufight kwa ajili ya maisha yako. Sasa ukiliangalia vizuri utasema, shangazi, ninakushukuru, ungenibeba kizembe na zile hela ungeniharibu. Mjomba, ninakushukuru. Baba mkubwa, ninakushukuru, ungenibeba kizembe na zile hela ungeniharibu. Kwa nini? Ningebweteka. Ila namna ambavyo ulinipress imenifanya mimi nikae ninavyokaa na nifike hapa ambapo nimesogea mpaka hapa. Ninaeleweka anachosema? Kuna mtu ananielewa anachosema? Kuna mtu ananielewa anachosema? Kuna mtu anaachilia uchungu kwa sababu ya mateso aliyopitia. Watu wakuu hawatengenezwi kwenye kicheko, watu wakuu wanatengenezwa kwenye kilio. Nasema hivi, watu wakuu hawatengenezwi kwenye kicheko, watu wakuu wanatengenezwa kwenye kilio. Challenge yoyote ambayo inakuface kwenye maisha yako sio kwa ajili ya kukuangamiza, ni kwa ajili ya kukutengeneza. Wakati wote unapoivuka, kuna kitu kimeumbika ndani yako. Ukivuka changamoto yoyote, hauwezi ukaniambia unabaki na akili ile na ufahamu ule. Kuna kitu kimeumbika ndani yako. Moja ya vitu ambavyo Mungu anafanya, anauzoeza moyo wako kuto kutikiswa. Anauzoeza moyo wako kuzoezwa na zile hali na kupita katikati yake. Au hamaki kwa ajili ya chochote kinachokufesi, ila unaweza kufesi na ukashinda katika hicho. Amen. 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 Wewe ni mtu mkubwa. Nasema wewe ni mtu mkuu. 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 Hauwezi kusikia maneno kama haya ukabaki vile. Hivi tu kusikia, kuna mabadiliko yanaendelea ndani yako. Na mabadiliko katika haya mambo yanatokea kwenye kusikia. Hivi unavyosikia ndivyo unavyobadilika. Kwa nini? Kuna imani inaachiliwa ndani yako. Amen. 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 Hebu mkamate mkono jina lako, mwambie wewe ni mtu mkuu. Mwambie wewe ni mtu mkuu. Mwambie kuna jamii inakutegemea. Na hiyo jamii inakusubiri sana. Unayo majibu ya hiyo jamii. Mwambie unayo majibu ya hiyo jamii. Mwambie wewe ndio jibu la hiyo jamii. Mwambie wewe sio swali wewe. Mwambie wewe ni jibu la jamii. Hebu angalia usoni. Unamwonaje? Amekaa kama swali au ni jibu la jamii? Mwangalia vizuri, amekaa kama swali au ni jibu la jamii? Maana kuna mwingine alipokaa anapotia huruma, yani amekaa kama kiulizo. Hebu sema mimi ni jibu. Sema mimi ni jibu. Ngoja niwaambie, huu ulimwengu unaongozwa na maneno. Vitu vyote vinaitikia maneno. Ninaelewa kanachosema. Rais Magufuli alichukua nchi kwa maneno. Hata rais wenu hapa na waziri mkuu wamechukua hii nchi ya nusu ya yeye kwa maneno.
si ndio? Nauliza, si ndio? Si walisema maneno mbele yenu? Si waliongea maneno mbele yenu na mkayakubali yale maneno? Manake mlipoyakubali yale maneno, mkawakubalia, mkawapa nchi, mkawapa chuo, kwamba bwana, tunakubali utuongoze, tunakubali uwe kiongozi wetu. Ninaeleweka anachosema? Kuna mtu ananielewa anachosema? Alisimama mbele yenu akaleta sera. Zile sera ni maneno, aliziweka kwenye kitu kinaitwa maneno, akasema kwenu, mkakubali. Sikiliza, kama mliweza kukubali awaongoze kwa sababu ya maneno aliyosema, manake hata maisha yako yanaweza kuongozwa na maneno unayosema. Wewe anza kusema, anza kusema kuhusu maisha yako. Huyu mdada mwenyewe unafikiri ataenda mbali? Anahangaika tu na chuo chenyewe. Waambie okay, lakini hamjapewa wito wa kunisemea. Nina kinywa, naweza kusema. Mnaeleweka nasema? Mtu anaweza akakupima hapa akasema, wapi huyu anapoteza tu hela za wazazi wake. Chuo kabisa. Haujapewa mwito wa kunisemea. Ninacho kinywa cha kusema. Sema sasa. Naeleweka nasema? Sema kuhusu wewe. Usingoje wengine wafanye nini? Waseme. Ila wewe sema kuhusu wewe, kwamba mimi ni nani? Mimi ni nani? Si naeleweka anachosema? Naeleweka anachosema? Sema kuhusu wewe. Nyakati zingine hata ukirudi nyumbani na wazazi wako wapo, sema kuhusu wewe kwamba nyinyi wazazi wangu mtafurahia tu kuhusu mimi. Nipeni tunda. Nipeni tunda. Nipeni. Na wewe baba na mama, kabla hujaondoka lazima uendeshe gari yangu. Lazima uendeshe gari yangu wewe. Hapo utakaa kwenye nyumba ambayo mimi nitakujengea. Ninaeleweka ninachosema? Nina wish muidake isiri. Ila sema kuhusu wewe. Ninaeleweka ninachosema? Nimalizie kusema hivi. Tunao jamii ya watu wachache sana ambao wanaweza wakasema mema kuhusu wewe. Na kwa sababu tunao watu wachache wanaweza kusema mema kuhusu wewe, basi wewe chukua jukumu la kusema mema kuhusu wewe. Kuna mtu amenielewa nilichosema? Kuna mtu amenisikia nilichosema? Narudia tena. Tunao watu wachache sana ambao wanaweza wakasema mema kuhusu wewe. Na kwa sababu ni wachache hao watu, basi wewe chukua responsibility ya kusema wewe mwenyewe mema kuhusu nani? Wewe. Kwamba mimi no way, mimi lazima niende mbali, mimi lazima nijibu, yaani mimi lazima nijibu changamoto za watu, mimi lazima nigumbue kitu. Hata kama sasa mawazo hauyapati ya nini utafanya, ila unapoanza kusema unaanza kuumba, kwa sababu hata Mungu aliumba kwa kusema, na ile asili yake ya uumbaji imo ndani yetu. Kwa hiyo kama sione pa kuanzia, naanza kwa kusema. Ninapoanza kwa kusema, ninaanza kucharge ndani yangu. Nikianza kucharge ndani yangu, inaanza kunipeleka mahali ambapo nitapata kile kitu ambacho nitakileta kwenye mwili. Naeleweka nasema? Ninaeleweka nasema? Kwa hiyo nikisema wewe ni mtu mkuu, usiangalie hali inayokuzunguka, usiangalie familia iliyotoka, ila muamini huyu aliyesimama mbele yako kwamba ni Kristo. Anakwambia wewe ni mtu nani? Mkuu. Ninaeleweka anachosema? Hebu sema mimi ni hodari. Sema mimi ni hodari. Mimi ni shujaa. Ninategemewa. Mimi ni hodari. Sema sijapewa roho ya hofu. Sema sijapewa roho ya hofu. Sijapewa roho ya hofu. Hofu ya chochote. Sijapewa roho ya hofu. Hebu sema sijapewa roho ya hofu. Sijapewa roho ya hofu. Sijapewa roho ya hofu ya kufeli. Sijapewa roho ya hofu ya kushindwa. Sijapewa roho ya hofu ya magonjwa. Sijapewa roho ya hofu kwa wanadamu. Sema bali nimepewa roho ya nguvu, roho ya upendo na akili timamu. Ninazo akili timamu, ndio maana niko chuo na nitapata matokeo ya sawa.
kwa sababu nina akili timamu. Nimepewa akili timamu, nimepewa akili timamu, ninazo akili timamu, ninazo akili timamu, ninazo akili timamu. Naeleweka ninachosema? Unajua, ukianza kusema maneno ya hivi, unamwita yule ambaye alikuwa ametoka nje ya njia. Yule wewe ambaye alikuwa ametoka nje ya njia, unaanza kumwita kurudi mahali pake. Ukianza kusema hivyo, unashangaa unakuwa sound. Kwa hiyo umesema mimi nina akili timamu, ninazo. Na ndivyo Mungu anavyosema kwenye Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Anasema sijakupa roho ya hofu. Mungu akisema hajakupa, maana yake roho ya hofu yoyote inayofanya kazi kwako, Mungu hausiki nayo. Maana yake wewe unaamua kwamba sijapewa hii kitu. Hofu ya maisha ya kesho sijapewa. Hofu ya kwamba hivi nitaolewa kweli? Ama hata mkaka naye nisalimia jamani, ina maana hawanioni. Mwambie jirani yako, hofu sio fungu lako. Mwambie hofu sio fungu lako. Mwambie yule Kristo mbele anasema hakuna hofu ndani yako, ila ulidanganywa tu kidogo. Hiyo hofu ambayo ilikuwa inakusumbua ulidanganywa tu kidogo, ila hakuna hofu ndani yako. Amen, amen. Wangapi ni wasikia wakisema amen, wale ambao hofu haimo ndani yao? Hakuna hofu ndani yako. Kama inaonekana kama hapa hapana jibu, lazima liko jibu bora zaidi kuliko hili nililokuwa nalitazama. Ninapenda msemo fulani, samani jamani, mimi wanapenda kusearch na kusikiliza maneno ya watu hasa waliovuma. Kwa nini alivuma na akasikiwa na watu wengi? Wanapenda nidadisi na nijue. Napenda maneno fulani ya Bob Marley, akasema hivi, when one door is closed, don't you know the others is open? When one door is closed, don't you know the others is open? Yaani kama nakuuliza, kwamba ukiona mlango umefungwa ina maana kila kitu kimefungwa. Ina maana kuna mlango fulani uko wazi. Ni kama huyo fungo unakwambia, no wewe utapita hapa. Mlango bora kwa sasa hivi ni huu hapa. Ninaeleweka ninachosema? Kwa hiyo ukiona kitu kimefungwa au kitu hakijatokea kama ambavyo ilikuwa shauku ya moyo wako, usiogope. Uko mlango bora zaidi kuliko huo ambao ulitarajia.